kabla ya backline. Yes, alifanya makosa Mligo kule. Kama amefanya makosa, nani ambaye anakuja kusawazisha ile kosa? Ninatakiwa kwa eneo la kiungo. Eneo la kiungo nani alikuwepo? Ilikuwa ni Kante. Sio Kagoma kidogo ambaye huwa anakupatia ule ubora timu isipokuwa na mpira, kuania mipira. Kante hakuwa kwenye nafasi. Kwa hiyo tayari hapo Petro di Luanda akawa na ule uwazi na muda wa kufikiri mchezaji ambaye alikuwa anafanya movement, mwisho wa siku anatoa pasi, ana strike, mwisho wa siku anajifunga Simba. Kwa hiyo kwenye eneo la backline naona bado Simba anahitaji kuboresha zaidi, na unaelekea kwenye game ya kimataifa anakuwa na vitu viwili. Kitu cha kwanza zaidi, kwanza amepoteza mechi ya kwanza. Kwa hiyo atahitaji kuwa bora kushambulia na atahitaji kuwa bora kulinda. Kwa tofauti na mwenzake Young African ambaye yes tayari ameshapata kitu, akienda kule anaanza kwanza na kitu cha kwanza kwenye eneo la ulinzi. Ukiona una fikra mbili kwenye kitu chochote, kwenye maamuzi yote, hata kwenye maisha ya kawaida, lazima tu kutakuwa kuna ucheleweshaji wa kitu na ufasaha, ufanisi utakuwa unapungua. Kwa hiyo kwa Simba bado naona hiyo changamoto, na ambao kwangu mimi ninaweza nikaipa room ya kwamba kocha anahitaji kuboresha zaidi kwenye less defense. Yaani wachezaji ngao ambao wanakuwa wanabakia kwenye eneo la ulinzi. Tumekuwa tunaenda kushambulia, tunahitaji kushambulia, ila tunabakia vipi kwenye eneo la ulinzi? Kwa hiyo Simba wanaweza kuboresha hapo, na hicho inaweza ikafanyika kwa vipi? Kwenye system ukiangalia huyu kocha Pantev sasa hivi kwenye eneo la backline anapenda hata timu ikiwa na mpira mara kadhaa ni mafullback, anaanza na wachezaji watatu eneo la chini, ambapo kiungo mmoja anajiunga na mabeki wawili ambao ni Lucian Delok na Wilson Nangu. Kwa hiyo wanakuwa wachezaji watatu. Kwa hiyo kama anahitaji timu iwe bora kwenye eneo la ulinzi, basi ile defense baki na hawa wachezaji watatu cha kwanza, lakini mbele yao kuna kiungo ambaye ni bora kwenye eneo la uzuiaji. Kwa hiyo hii inaweza ikawa imemsaidia kwenye game ambao wanaelekea hapo, lakini tofauti na hapo cha kuongezea zaidi ni kwenye eneo la mashambulizi. Ukiangalia Simba mashambulizi imekwamishwa na vitu vingi. Cha kwanza, uendelezaji wa mpira kuanzia nyuma. Changamoto hiyo inatokana na nini? Inatokana na kwanza quality ya wachezaji ambao walionao. Ubora wa wachezaji, nazungumzia kipa Yakubu amekuwa sio bora kuendeleza mpira. Japo hilo sio tatizo lake, maana hata kwa wenzetu kule Guardiola ukiangalia amemsajili Donnarumma ambaye Luis Enrique amemkataa akiwa na PSG. Kwa nini? Kwa sababu ya footwork. Yeah. Ila Luis Enrique alikuwa anaficha pipi madhaifu yake. Alikuwa anamtumia Vitinha kuja kukaa kwa ukaribu, kupokea mpira pindi ambapo unakuwa unaanzishwa. Kwa Simba nayo anafanya vipi? Game ya Petro alituonyeshea mfano huo. Kuna wakati ilikuwa inashindikana kuanzisha mpira kuanzia eneo la chini. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya ni Kante akawa anashuka kuja kupokea mpira. Mpira ambapo move inaanzishwa, anapokea mpira, anaanzisha. Kwa hiyo kwenye sehemu ya awali hapo ushaficha udhaifu wa Yakubu. Kinachofuata zaidi ni kwenye eneo la katikati hapa. Kwa sababu Kante ameshuka kwenye eneo la huyu kipa. Kwa hiyo tumemuondoa kiungo mmoja kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo hapa idadi inakuwa imepungua. Ndio maana Simba ikawa na changamoto kuendeleza mpira eneo la chini. Kilichobakia zaidi ni nini? Kupiga mipira mirefu. Ambayo mipira mirefu Simba alikuwa afanikiwi kuiwini. Kwa nini? Kwa sababu ya sifa za wachezaji waliokuwepo pale, sio hodari kwenye ile eneo kuania mipira ya juu. Alianza Mutale, Mpanzu, wote sio bora kuania mipira ya juu. Kwa kama ni hivyo, nini kifanyike basi kwa upande wa Simba? Kama unaamua naenda kwenda na mipira ya juu, au kabla kwenda mipira ya juu, kwanza kutibu hili tatizo la eneo la kiungo. Huyu Kante kama anafanya move, inamaanisha tunamhitaji kama ni Maema au Morris naye kuja kuongezeka eneo hili ili kupunguza huu mbali. Lakini baada ya hapo sasa kuendeleza huko, changamoto nyingine ndio imekuwa mipira ya juu, tunamhitaji zaidi basi sasa hivi tunaona Seka ambaye amekuwa kimwanzisha mara kadhaa hata nje, sema ni Mwalimu japo amekuwa na hizo changamoto. Yeye Jonathan Soa kidogo ambaye anza kupatia hicho kilicho bora timu, isipokuwa ikiwa na mpira, ikiwa anapiga mipira ya juu, kwa sababu anaweza kutuliza mpira yes na kushambulia kuanzia hapo. Kwa japo ukimwangalia kocha ni kama vile hapendelei kucheza na maseka asilia. Yeah. Yes, unaweza kumuelewa hapo, ila kwangu mimi inaweza ikawa chaguzi rahisi kutumia Seka asilia kwenye ile eneo, kwa sababu hujui opponent anakuja vipi. Hata game ya Petro di Luanda sio tu kwamba Simba alikuwa na changamoto zake mwenyewe akiwa na mpira, ila Petro di Luanda kuna muda alikuwa bora kumzuia Simba asiendeze mpira kwenye eneo la chini. Kwa hiyo anataka kuboresha kwenye eneo, lakini eneo la mwisho ni eneo la ubunifu, utengenezaji wa nafasi, ambapo hapo unaweza nafasi. Kuna maeneo kwanza, eneo la pembeni, eneo la kushoto Mligo anatakiwa kuboresha huduma zake anazotoa, kupiga cross au kufanya safari eneo la kushoto ili kusaidia timu kufungua timu, kuitawanya mpinzani. Lakini upande wa kulia napo Kapombe anahitaji mtu mwingine ambaye ni bora kumpatia huduma ya pasi, ambaye ukimwangalia Kapombe mara kadhaa amekuwa anapenda zaidi kufanya safari ndani. Kwa hiyo anahitaji mchezaji ambaye anaweza kumpigia pasi.
Ukimchezesha na Kibu inakuwa changamoto kwa sababu gani? Kibu sio pasa mzuri. Ukimcheza na Morris ni pasa mzuri. Kwa hiyo anahitaji hizi huduma, Kapombe anahitaji hizi huduma. Lakini ukiacha hivyo nazungumzia sasa huduma kumhudumia Jonathan Soa au seka yote ambaye anakuwa kwenye eneo la boksi, Simba imekuwa changamoto hapo.